Kafara ya damu sehemu ya 26. Mtunzi anaitwa Hans Masilini. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zetu ni 0677 062 012. Simulizi hii unaweza kuipata katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mix. Sehemu ya 25 tulisha pale ambapo nilistaajabu sana mara baada ya babu kuniuliza ni nani nilikuwa nimefuatana naye kutoka pale nimeshuka gari kuja nyumbani. Kilichoendelea, karibu sana. Hii ni sehemu ya 26. Aprili bibi yangu. Hivyo najua kwamba ilibidi utolewe kafara, lakini dawa niliyokuchanja mwenyewe pasipo kujua usiku wa kulalia safari ya kuondoka ndio iliyosababisha kafara yako ishindikane. Nilishtuka sana mara baada ya kauli ile ya babu iliyoambatana na swali, na hapo nikajikuta nikirudisha kumbukumbu zangu nyuma. Nilianza kukumbuka jambo. Ilikuwa ni mchana wa siku moja kabla ya safari ya kwenda masomoni nilipokuwa nimechaguliwa na serikali. Nilianza kukumbuka vile. Aprili, babu akaniita tukiwa tumeketi jikoni tukichoma mahindi huku bibi yeye akiwa pembeni anasuka ukili. Dabe babu, unajua vizuri kwamba unaenda mji wa watu. Ndiyo babu, na yeyote anayeenda katika mji wa watu basi ni lazima ajiimarishe, maana hata watu wabaya hupenda kuwajaribu wageni. Unamaanisha nini babu? Babu akaacha kicheko na kisha kanisogelea na kuninong'oneza. Unapaswa upate zindiko. Ati nini? Ati nini babu? Ndiyo, ni lazima nikuchanje dawa. Hapana babu, hapana. Mambo ya kishirikina mimi siyawezi kabisa. Wewe mwana wewe. Mwanza mimi naijua vizuri, na bila hiyo kinga basi utachomoka kabisa hapa mjukuu wangu. Hapana babu. Hapana. Kwa hivyo nataka kuniambia kwamba kila anayeishi Mwanza amechanjwa? Hapana babu, mimi sitaki. Basi kubisha kule kulisababisha babu asilichanje. Nilikuwa nakumbuka bado. Usiku uliweza kufika na asubuhi yake kipindi naoga nilishangaa sana kupata maumivu machache mara baada ya kujipaka sabuni mgongoni. Nilipogusisha vidole vyangu ndipo nilihisi vijimkwaruzo kidogo. Nikapotezea. Maneno hayo ya babu ndiyo yalilipata sura nzima kwamba alikuwa amenichanja usiku bila mimi kujua. Nilikuwa nimekumbuka vile. Na hiyo dawa niliyokuchanja ndio inayonijuza endapo akiwa katika hali mbaya. Na ndio maana nakuuliza uliyoshuka naye kwenye gari ni nani? Babu aliendelea kuzungumza kwa akiwa ananiuliza maswali. Ni Maliki babu, nilijibu kwa uoga. Babu alicheka sana. Alicheka sana kiasi cha kufikia hatua ya kujinamisha kwa kuishiwa nguvu kutokana na kicheko kile. Alikuwa anacheka sana babu. Akanyanyuka pale alipokuwa amekaa. Aprili bibi yangu, vita ulioingia ni kubwa sana, na kuna viumbe wanakufuatilia mpaka sasa hivi. Yeyote unayekutana naye njiani upaswi kabisa kumwamini. Upaswi babu. Kwa hivyo nataka kumaanisha kwamba yule hakuwa Maliki. Nikaoja kwa mshangao. Hakika yule hakuwa Maliki unayemjua wewe. Nilishtuka sana, na hapo nywele za kila kona za mwili wangu zikaanza kusimama. Zilianza kusimama nywele zangu. Ina maana aliyekuwa ananishikashika mwili wangu hakuwa Maliki. Alikuwa ni nani sasa? Nikajiongelesha na nafsi yangu pasipo majibu ya uhakika. Nilikuwa najiuliza tu maswali. Babu, sasa kama sio Maliki alikuwa ni nani? Natumaini kamoja babu kwa sauti swali hilo. Bado alitaka uigeuze ile sketi wa kurudisha ulipotoka. Kwa hivyo aliyosoma mawazo yako ni mtu gani unayemuwaza? Ndipo akachukua sura yake. Nilibaki tu nimedoa nikiwa natafakari maneno hayo. Nilikuwa nimedoa tu. Yaani mpaka ulipofika hapa nyumbani haukuwa peke yako. Ulikuja na viumbe 7 walioagizwa kurudisha. Nilianza kuangaza kila kona huko na kule huku uoga ukinivaa. Nilikutana na giza tu lilokuwa limetuzunguka eneo hilo lisilokuwa na taa za umeme. Nilikuwa nimeanza kushtuka. Usiogope. Wameshaondoka tayari. Lakini bibi yako angekugusa tu, basi angewapa mwanya wao kukuchukua na ingekuwa kazi sana mimi kukurejesha. Tuna kazi ngumu sana ya kufanya. Tuna kazi ngumu na sio rahisi. Babu alimaliza kuzungumza huku akiwa ananipatia ishara ya kwamba nimfuate. Akazipiga hatua na kisha kurejea alipoketi awali. Nami nikamfuata kwa kuketi. Bibi naye akakaa vile vile.
Mpe chakula. Babu akapaza sauti kumwelekezea bibi. Bibi akainuka kutokea chini alipokuwa ameketi, akaielekea nyumba kubwa ya udongo na kisha kuingia ndani. Yaani bibi leo sio siku ya kulala kabisa. Maana katika siku ulizopewa zimebaki siku 2 tu, na kutokana na wao kujua adhima yako, basi muda wote wanaweza kukupoteza kabisa. Kwa hivyo ni swala la kushughulikia usiku huu kabla hata kuja kucha. Babu alizungumza vile akiwa anaonyesha anachozungumza, wala hata ni kipindi tulikuwa tunamsubiri bibi arudi na chakula. Mara bibi akarejea akiwa na chungu, akakiweka chini karibu kabisa na pale ambapo nilikuwa nimekaa. Nikashangaa mara baada ya kumwona akiwa anakaa bila kufuata sahani wala maji ya kunawa. Nilishangaa sana vile. Mbona ufunui? Funua. Babu alizungumza akiwa anatazama, na ndipo nikafunua chungu kile. Niliweza kufunua kile chungu, nikatoa kelele mara baada ya kufunua kile chungu na kutupa mfuniko. Nikanyanyuka na kisha kusimama pembeni nikiwa natazama kwenye kile chungu kilichokuwa wazi. Nilikuwa nashangaa sana mara baada ya kufunua kile chungu. Vipi, mbona unakimbia? Babu akanitupia swali hilo kwa akiwa anatazama. Sikuweza kabisa kuzungumza lolote zaidi tu ya kutetemeka nikiwa natazama chungu kile. Nilikuwa natazama tu. Hebu kaa chini hapo, babu akaniamrisha. Bado nilikuwa na uoga, nilikuwa naendelea kusimama tu. Hicho ndio chakula ambacho inabidi ule wakati tukijiandaa kuifanya dawa. Kiufupi ni kwamba nayo hiyo ni dawa ya tatizo lako. Babu, ndo nyoka. Na si nyoka peke yake, umeandaliwa hata na tando vile vile. Hawa wadudu ni muhimu sana katika tiba zetu, na ndio vyakula utakavyokula usiku wa leo. Lengo ni kuondoa sumu katika mwili wako ili dawa ifanye kazi. Taratibu nikarejea pale chini kwa uoga mara baada ya maneno yale ya babu. Nikatazamisha macho yangu ndani ya sufuria ile. Bado nyoka mkubwa nilikuwa nimemwona awali alikuwa anaendelea kuelea ndani ya sufuria ile. Alikuwa amekwisha fariki tayari. Aliachwa kama alivyo na kukatwa vipande. Alikuwa ni nyoka mle kwenye sufuria. Babu, nitakulaje sasa huyo? Niliulizwa kwa nikiwa namtazama. Japo nilikuwa na njaa sana, lakini njaa ilipoa ghafla, nikabaki niko namwangalia tu, huku hisia za kutapika zikiusa kama moyo wangu. Kunywa mchuzi kwa kutumia chungu hicho na kisha kamata nyama tafuna hivi. Babu alizungumza vile, na alikuwa amemkamata yule nyoka na kumtafuna na kisha kumrejesha mle aliyekuwa amebaki. Mtamu kabisa huyu yani ni mtamu kabisa huyu. Babu alizungumza kwa akiwa anaendelea kutafuna kile kipande kilichopo katika mdomo wake. Nilisisimka mwili wote na sikuchukua dakika nyingi nikajigoa. Kilichoendelea tukutane katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda.